Siku ya kwanza leo unaenda kazini binti yangu. Hebu njoo kwanza tufanye maombi, sawa mama? Baada ya maombi ya mama alinipatia baraka zake nikiwa nimetoka kuelekea ofisini. Ilikuwa ni mida kama ya saa 2 asubuhi hivi. Nilipanda taxi nikaelekea katika ofisi moja ya mitaa ya Mikocheni. Ndiko nilikuwa nimebahatika kupata ajira. Baada ya kufika katika ofisi ile, nilikutana macho kwa macho na bosi kijana ambaye ndo alikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Nakumbuka siku niliyoenda kufanya interview ofisini hapo, alikuwepo bosi fulani hivi, mzee wa kizungu. Bahati siku hii nilikwenda kuanza kazi, nilikutana na bosi mpya handsome fulani hivi, wakwenda bonge la mkaka. Oh my god, nilisalimiana naye kawaida bila kujua kuwa ni boys aka mtoto wa mmiliki wa ile kampuni. Aliniangalia sana, huyu naye mbona ananiangalia kiasi hiki? Nifuate ofisini kwangu, aliniambia bila hata kujibu salamu yangu. Nilianza kutembea kuelekea ofisini kwa boys. Alikuwa anatembea faster huyo, ilibidi na mimi niongeze mwendo ili twende sawa. Kila mfanyakazi pale ofisini aligeuka kuniangalia kutokana na zile nilivyokuwa natembea kwa pose la haraka, huku miguu nimevaa high heels, yaani namaanisha vile viatu vyenye visigino virefu. Zilikuwa zinagonga tiles na kutoa sauti fulani hivi like nka. Sikujali bwana we. Boss alifika ofisini kwake, akavuta kiti akakaa, na mimi nilifika huku mikononi nikiwa nimekishikilia kimkoba changu kidogo mkononi mwangu. Mwilini nilivaa kigauni kifupi, kichwani wigi fulani hivi, na miguu viatu virefu vya kuchuchumia. Kiukweli nilikuwa nimewaka sana, bila kusahau lipstick ya pinki mdomoni kwangu. Bwana, kuna faili alichukua huku akiwa ananikata jicho fulani hivi. Wewe ni mfanyakazi katika kampuni hii? Aliniuliza huku akiwa anaendelea kukagua ile faili mezani. Nadhani ni faili lenye majina ya wafanyakazi wa ofisini pale. Ndiyo boys, lakini leo ndo siku yangu ya kwanza. Jina nani? Pendo Malisa. Nilirudia kwa kitete, yaani jina lako nimeliona ofisini. Ofu yangu iko mkono wa kulia hapo. Ukiwa unatokea hapa ofisini kwangu, kunja kulia, chumba cha pili kutoka hapo. Hiyo ndo ofisi yako. Nadhani taratibu za kazi unazijua. Yeah boys, nazijua. I'm Pascal, your boys, aliniambia huku akiwa anatangulia kutoka ofisini kwake. Huyu naye huyu. Niliguna kimoyomoyo ili kwamba asinisikie. Nilimfuata nyuma akinionyeshea kidole. Your office, then alisepa huku mikononi akiwa ameiweka mifukoni kwake. Very serious man, hacheki ovyo huyo, wala sio mwanaume wa maneno. Nilizama ofisini kwangu nikaanza kufuta vumbi. Baada ya hapo nilisali, nilichukua simu yangu nikampigia kipenzi changu mama. Hello mom. Yes baby. Umefika kazini? Ndiyo mom. Sali kabla ya yote mwanangu. Tayari mom, nimeshakwisha fanya hivyo. Aya, niambie, umeshaanza kufokewa na boys wako
au bado? Yani mam, kama ulikuwepo vile tayari eti. Ha, ni kawaida hiyo binti yangu. Kikubwa focus kwenye kazi zako, fanya kwa upendo na kwa bidii, heshimu kila mmoja hapo ofisini, fanya nilivyokuelekeza kipenzi changu. Nadhani muda huu ni vyema ufocus kwenye kazi kuliko simu. Nilishtuliwa na sauti ya boss, nikatupa simu kwa uoga. Kaja saa ngapi huyu? Alikuwa nyuma yangu ananiangalia tu, vile nilivyojiachia na simu yangu huku nikiwa naachia cheko na mama yangu. Sorry boss. Niliokota simu nikaiweka mezani na kukata haraka sana. Alinikata jicho Mr. Boys, akaonekana mwenye dharau na hasira za karibu. Alinitupia file alizokuwa nazo kisha akasonya na kutoka. Kichwani nikawaza kumekucha. Nilipitia zile file nikajaza kila kilichotakiwa kufanywa. Baada ya muda alinipigia Pascal, file minutes 5 uwe umeshaniletea hizo file ofisini kwangu. Alinipiga kwa simu ya ofisini, yani hana maneno mengi na halembi. Aliingiza file na kukata simu muda huo. Boss, mbona ananipeleka sana mchaka leo? Siku ya kwanza tu jamani. Nilichukua file haraka nikatoka kuelekea ofisini kwake. Nimefika pale kuna mtu alikuwa anaongea naye, ikabidi nirudi kwanza ofisini kwangu. Nilichukua simu, kulikuwepo na message: kazi njema mwanangu, haraka baraka za mama, na ziliendelea huku akiniombea Mwenyezi Mungu ziambatane nawe na kupenda. Ilikuwa message kutoka kwa baba yangu pia, kipenzi, I love you my daddy. Message ya pili ilitoka kwa maimamu: fanya kazi shoga yangu, usije ukapigwa barua ya kuachishwa kazi na huyo boss wako mtata. Sawa mam, nitakuja kukupa umbea nikirudi. Simu ya ofisini iliita. Nilipokea. Boss Pascal. Pendo, unajua nini kuhusu muda? Aliniuliza kwa ukali. Unajua nini kuhusu muda? Aliniuliza Boss Pascal kwa ukali sana. Huyu kaka mbona mkali sana jamani? Yaani hata haoni kama mimi ni mgeni kweli? Nilibeba zile file nikaelekea ofisini kwa Boss Pascal kinyonge. Nilibisha hodi lakini wala hakuitikia. Nilibakia nikiwa nimeganda mlangoni kama sanamu. Yule kaka aliyekuwa kule ofisini kwa Pascal aliniambia get in mama. Ukiitwa maana yake ni unaingia, usifanye kile ulichoitiwa. Niliingia kule ofisini. Boss Pascal alinikata jicho kali. Nilimpatia zile file, hakuniongelesha. Nilijiongeza nikaona wacha niziweke mezani na niondoke. Niliziweka file mezani nikaanza safari ya kutoka kule ofisini. Pendo, rudi hapa, aliniita Boss Pascal. Nikirudi pale kumsikiliza, anaitwa Mark, utaongozana naye hadi ofisini kwake. Kuna mihuri ukagongee kwenye hizi faili then usirudishe hapa ofisini. Sawa boss, nilijibu kwa uoga. Nilimtikia Boss Pascal baada ya kuwa ameniagiza kuwa
niambatane na yule rafiki yake hadi katika ofisi yake ili aende akanigongee mihuri kwenye faili, then nirudishe kwa boss Pascal. Chukua faili tuondoke Pendo, aliniambia Mika. Nilizichukua zile faili nikaenda ofisini kwangu kuchukua mkoba wangu pamoja na simu. Nilitoka ofisini kwangu nikamkuta Mika na boss Pascal wapo kule reception wananisubiria. Baada ya kukaribia pale walipokuwa wamesimama, boss Pascal alimuaga Mika, yeye akarudi ofisini kwake. Mimi na Mika tulielekea pale alipokuwepo gari yake. Nilipanda kwenye gari, safari ikawa imeanza kutokea huku Mikocheni kuelekea Kinondoni, ofisini kwa Mika. Pendo, jina zuri sana na linakufaa kutokana na urembo ulionao, umejaliwa na Mwenyezi Mungu, mashallah, aliongea Mika huku akiwa anaendesha gari. Asante Mika, nilijibu kwa aibu. Mika aliendelea kunipigisha stori. Alionekana ni mcheshi sana, tofauti na bosi Pascal, yeye ni mkali sana. Tulifika katika ofisi alipokuwa anafanya kazi. Mika alinikaribisha ofisini kwake, akanipatia na kinywaji. Nikawa naendelea kunywa huku nasubiria yeye ashughulikie kazi yangu iliyokuwa imenipeleka pale. Baada ya muda kama masaa mawili hivi, Mika alikuja akaniambia tayari kaishanikamilishia kazi yangu. Asante sana Mika, nilimshukuru huku nikiwa nazipokea zile faili kutoka katika mikono ni mwake kwa Mika. Pendo, kadha haujaondoka, unaweza ukaniachia namba yako ya simu? Ni sawa Mika, basi andika nikutajie. Nilimtajia namba yangu ya simu, then nikaondoka pale ofisini kwake. Pendo abe, bye tu. Oh no, wait, naomba nikuitie dereva wangu akurudishie ofisini. Hapana Mika, nitachukua taksi. Hapana Pendo, wait kama dakika chache tu. Nilimwagiza apeleke gari yangu gereji, but kama dakika 5 tu atakuwa hapa. Okay, sawa boss, acha nimwiti. Hata haikupita muda mrefu, Sam alifika sehemu ile. Sam ni dereva wa Mika. Sam huyu ni Pendo, ni mfanyakazi katika kampuni ya Mr. Pascal. Naomba umdrive umpeleke ofisini kwake, then utarudi hapa, kuna sehemu nikuagize. Sawa boss. Pendo, huyu ni Sam, be free, atakufikisha salama. Asante Mika. Nilipanda kwenye renji ya Mika. Sam akawa ameondoa gari. Mika alinipungia mkono huku akiwa ana smile, na mimi nilifanya hivyo hivyo. Sam alinipeleka hadi ofisini kwangu. Nilimkuta boss Pascal yuko busy sana. Kuna mikaratasi mingi sana ilikuwa imejaa kwenye meza yake ikisubiriwa kutiwa saini na kuingizwa kwenye faili. Bosi, hizi hapa tayari faili zimeshagongwa mihuri. Akaongea, alinionyesha tu kwa ishara sehemu ya kuziweka. Nilikiziweka, then nikatoka kwenda ofisini kwangu. Ilikuwa ni jioni, mida kama ya saa 10 hivi. Sikuwa na kazi nyingi ofisini kwangu, niseme tu sikuwa na kazi. Nilichukua kimkoba changu nikatoka, makeup nilijiongezea usoni, nikachukua na kilipstiki nikakikolezea kwenye lipstick zangu. Baada ya hapo nilichukua perfume nikajispray. Mara simu yangu iliita. Ilikuwa simu ya ofisini, sio ya mkononi. Nilipokea, ni bosi Pascal ndo alikuwa ananipigia. Boss,
una kazi yoyote muda huu? Hapana boss, njoo ofisini kwangu. Sawa boss. Alikata simu na mimi haraka nilielekea pale ilipokuwepo simu yangu na ya mkononi. Nikachukua na mkoba wangu nikaelekea ofisini kwa boss Pascal. Vile tu naingia ofisini kwa Pascal, simu yangu iliita. Kucheki ananipigia ni boy Mika. Nilimtazama ile simu sikuipokea. Nilimute, then nikasogea pale kwa Pascal. Hivi hapa kazi unatakiwa kuzihakiki, baada ya hapo uzipakie kwenye file. Ukisha tia kwenye file, weka rekodi kwenye kompyuta. Boss Pascal alinielekeza chapu. Nikaanza kazi. Simu yangu ilianza kuita tena, nikamute na kuendelea na kazi. Bado alikuwa anapiga Mika, inakata. Akirudia kuita tena na mute na inakata. Pale bosi Pascal akanambia, pokea basi hao wanaume zako, uniambie kuwa bado huko kazini. Aliongea Pascal kwa sauti huku akiwa ananikata kwa jicho la hasira. Nilichukua ile simu nikaipokea. Hello Mika, tafadhali na kuomba usinipigie, bado nipo kazini. Baadaye, kwa sasa bado niko ofisini na nina kazi nyingi sana. Oh, pole sana Pendo. By the way, nimekupigia hili kukutaarifu ya kwamba kipindi umeondoka hapa ofisini ulisahau miwani yako. Kama hautojali naweza kukuletea hapo ofisini nikakupatia na lifti ya kukupeleka nyumbani. Oh, sawa Mika, hakuna shida. Basi nishamaliza kazi, nitakutexti ili uje kunichukua. Mika, and you? Aliniuliza Pascal huku akiwa ananiangalia kwa kunidadisi. Sikumjibu kitu, bali nilimtizama tu kwa macho ya kuiba, then niliendelea kufanya kazi aliyokuwa kanipatia. Muda ulizidi kwenda, ilifika hadi saa 2 za usiku. Wafanya kazi wengine wote walikuwa wameshaondoka ofisini. Nilibakia mimi na Pascal tu. Kibaridi kilianza kunipiga. Nakumbuka kipindi hikile ilikuwa ni msimu wa mvua, so baridi ilikuwa kali sana. Nilinyanyuka pale kwenye kiti kwenda kuziweka kwa file kwenye kabati. Nilipiga chabo dirishani kwa nje, ilikuwa imetanda wingu jeusi sana. Nilikuwa natetemeka kwa baridi. Simu yangu iliita, nikapokea. Alikuwa ni Mika. Niko hapa nje ofisini kwenu. Bado haujamaliza kazi? Bado kidogo, Mika aliongea kwa tabu kwa sababu midomo ilikuwa inatetemeka kwa sababu ya baridi. Basi ninakuja hapo ofisini kwenu. Mika alikuja hadi kule ofisini. Inaonekana yeye na bosi Pascal ni marafiki sana. Aliingia wakapeana 5. Oya mzee, bado tu hujakamilisha? Mika alimuuliza Pascal. Mwanangu, haya yanalala haya hapa, nimeshachoka, hata akili haifanyi kazi, Pascal alimjibu Mika huku akiwa anajikuna kichwani kwake. Pumzika mchizi wangu, kama vipi kesho asubuhi utaendelea nayo, Mika alimwambia Pascal huku akiwa ananitazama mimi. Akanikonyeza huku akiwa ananikabidhi ile miwani yangu. Nilinyosha mkono kuipokea. Baridi ilikuwa imenipiga. Mika aliniambia, oh, baridi, pole sana mlembo, basi chukua hii hapa koti yangu uvae, aliongea huku akiwa
anavua koti yake na kunivesha mimi. Pascal aligeuka akatuangalia, alionyesha hali fulani hivi kama ya wivu. Je, Mika alivua koti wake akanipatia nivue. Bosi Pascal alishindwa kuendelea na kazi ya kuandika. Alikuwa anatutazama kijicho fulani hivi. Simu yangu iliita, nikapokea. Alikuwa anapiga. Mama, binti yangu. Ndiyo mama. Mama, mbona unachelewa sana kutoka ofisini? Kuna kazi natakiwa nimalize kwanza mama, alafu ndo nitaondoka. Ila ni kwema huko ofisini? Yes mom, usiwe na shaka mom, muda si mrefu nitarudi nyumbani. Niliongea na dadi pia, wote walikuwa nyumbani. Walishikwa tu na wasiwasi baada ya kuona muda unazidi kwenda na mimi sirudi nyumbani. Wazazi wako wanakujali sana Utakuwa last born wewe, aliniuliza Mika. Nilismile tu lakini hata sikujibu kitu. Nadhani hapa tuondoke tu, hii mvua ikianza kunyesha hii tutalala hapa ofisini, aliongea boss Pascal huku akiwa anapaki vitu vyake vya kuondoka navyo. Niliongozana nao huku nikiwa nyuma. Kila mtu pale ana gari lake. Nilibaki nyuma ili nione atakayetaka kunibeba, japo Mika alitangulia hapo kabla kuniomba jioni anirudishe nyumbani. Pendo mama, kama hautojali naomba nikupeleke nyumbani, aliongea Mika, ila Pascal alionekana kuchukia, sijui hata ni kwa nini. Nilikuwa namchunguza sana Pascal kuliko yule anayenipendekeza sana kwangu, au ndo vile wanasemaga kufuli huanza siku ile tu ya kwanza unavyoonana na love of your life. Are you okay? Yes Mika, I am okay. Pole, baridi kali sana leo. Ni sawa, asante pia kwa msaada wako wa koti. Usijali Pendo, sisi watoto wa kiume tupo kwa ajili ya kuwajali nyinyi wanawake. Lakini sio wote wenye moyo kama wako Mika. No, kila mtu na hulka yake Pendo, lakini kwa kweli mimi kwa upendo wangu huwa sipendi kuona mwanamke akiwa anateseka mbele ya macho yangu. Wao, imekaa vizuri hiyo Mika, nina imani your girlfriend anajivunia sana kuwa na wewe. Pendo jamani. Story za hapa na pale ziliendelea ndani ya gari la Mika. Nilimwelekeza hadi nyumbani kwetu. Nje ya geti la nyumbani kwetu niliwakuta wazazi wangu, baba yangu pamoja na mama yangu, wakiwa wananisubiria pale nje ya geti letu nyumbani kwetu. Tumezaliwa wawili tu, mimi na dada yangu Priska ambaye tayari alishaolewa huko nchini Oman. Nyumbani nimebaki mimi pekee kama mtoto pamoja na wazazi wangu. That's way wazazi wangu wananilea kama yai. Unaweza kushangaa binti mkubwa kama mimi ambaye nimeshatimu masomo ya ganzi za juu hadi nimepata ajira, lakini bado wazazi wangu wananichukulia kama mtoto mdogo. Mika aliegesha gari pembeni. Wazazi wangu walisogea pale. Mzee shikamoo. Mama shikamoo. Mika aliwasalimia wazazi wangu kwa heshima sana. Marhaba kijana, unaonekana mtu mwema sana.
bila shaka wewe ndiye bosi wa binti yetu Pendo? Hapana baba, mimi na Pendo tunafanya kazi kwenye makampuni tofauti, japo wanashirikiana kibiashara. Kampuni anayofanya kazi Pendo na ile ambao nipo mimi ni partner kibiashara, ndio maana imekuwa rahisi mimi na Pendo kufahamiana. Safi kijana, asante kwa kumfikisha binti yangu salama hapa nyumbani. Karibu ndani. Baba yangu alionekana kumkubali sana Mika. Alimkaribisha ndani. Mika alikataa, lakini ilibidi nimshawishi akawa amekubali. Tuliingia ndani, nikawaacha sebleni, mimi nikaelekea chumbani kwangu kuvua zile nguo za kazini, nioge, nibadili nguo. Nilifanya hivyo chap, then nilirudi sitting room. Chakula tulikula kilikuwa tayari. Tulianza kula saa ngapi? Mvua ilianza kunyesha. Sasa Mika alinikonyeza ishara ya kuniambia, du mwanangu, kimeumana, bonge la mvua hii, itakuwaje sasa? Tulimaliza kula tukakaa kidogo, huku tukiwa tunaendelea kufahamiana vizuri zaidi. Baba yangu aliendelea kumhoji Mika kindani zaidi ili kujua chimbuko la jamii yake kiundani zaidi. Hii mvua hii haikukata saizi. Mimi naomba niwaache jamani. Asante sana kwa chakula, asante kwa ukarimu wenu pia. Sawa Mika, karibu sana. Nilienda kuchukua mwamvuli kwa ajili ya kumsindikiza Mika hadi katika egesho la gari. Nilimsindikiza na mwamvuli wangu hadi pale kwenye gari yake. Alipanda kwenye gari akaniambia, Pendo, asante na mimi ya nini jamani, Mika, kwa chakula na ukaribu wenu. Pia familia yenu inaonekana ni watu wenye upendo sana. Ndio tunaishi vizuri na kila mtu sisi wao vizuri Pendo. Basi nitawatembelea tena wakati mwingine. Sawa Mika, usiku mwema. Asante kwa lift boy. Bye, good night. Just have a nice dream. Nahisi ndoto zangu za leo basi itakuwa ni juu yako tu wewe. Mika bwana. Nilicheka kisha nikageuka nikaanza safari kurudi ndani kwetu. Nilipofika mgetini kutizama kule aliko Mika, alikuwa bado hata hajaondoka gari, alikuwa tu ananitazama mimi. Nilimpungia mkono Mika, alinitupia kisi ya hewa. Nilishiwa tu kusmile kwa sababu mimi always huwa nampenda sana kutabasamu. Nilifunga geti nikarudi ndani na Mika akawa ameondoka. Kipenzi chetu, pole na kazi kwanza. Asante wazazi wangu, wala hata sijachoka, msijali. Ukapumzike sasa ili kesho uwahi kuamka kwa ajili ya kuwahi kazini, na kadha hujalala, hebu wacha tukuletee maziwa unywe kwanza. Baba yangu alinyanyuka na kuenda kuniletea maziwa. Nilishazoea eti kadha kulala lazima ninywe maziwa fresh glass moja, na wazazi wangu ndio walivyonizoesha hivyo tangu nikiwa mdogo. Shoga, hebu niambie, huyu ndo yule bosi wako mkali? Aliniuliza mama. Hapana mama, huyu ni rafiki yake, anaitwa Mika, bosi wangu. Mimi anaitwa Paskali. Kumbe, lakini si hakufokei hovyo bati usijali binti yangu, hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Kikubwa ufuate sheria za ofisini na ufanye kazi kwa bidii. Sawa mama, I do. Baba aliniletea maziwa, nikawa nimekaa pale sitting room na wazazi wangu, huku
nikiwa naendelea kuwasimulia kuhusiana na kazi yangu na vile ambavyo siku yangu ya kwanza kazini ilikuwa simu yangu ilinguruma. Ilikuwa ni message kutoka kwa Mika. Nimefika kwangu. Mama, vipi? Umeshalala? Hapana boy, bado niko macho, nilimjibu Mika kwa njia ya message. Pendo, nikuulize kitu. Yabe, free. Ask me anything boy. Oh, thanks you ma. But I'm very sorry kama nitakuwa nimekukwaza. Sawa Mika, nieleze Pendo. Ulishawahi kupenda? Je, Mika ana maana gani kumuuliza Pendo swali kama hili? Aliniuliza Mika kwa njia ya SMS. Mbona akaniuliza swali hili sasa? Nitamjibu nini mimi? Acha nimwambie kuwa sijawahi. No boy. Bado sijawahi kuwa katika mahusiano, yani sijawahi kabisa kufeel in love na mwanaume, japo nina marafiki wengi wa kiume kama wewe. Hivyo nilimtumia hivyo message, then nikawa na wait jibu lake. Nilijikuta nimeachia smile nilioacha wazazi wangu midomo wazi. Unaonekana mwenye furaha sana binti yetu. Hebu share furaha yako pamoja nasi wazazi wako. Mom, daddy, naomba niwatakie usiku mwema. Nawapenda sana. Tunakupenda pia binti yetu. Zidi kuwa mwenye furaha siku zote. Tunakupenda. Kumbuka kusali kabla ya kulala. Okay, bye. Nilielekea chumbani kwangu, nikaufunga mlango wangu, kisha nikaugemea. Nilikuwa nalisubiria kwa hamu sana jibu la Mika. Nilibaki pale kwenye mlango huku nikiwa naichungulia simu yangu. Message ya Mika iliingia haraka. Nilifungua sana kuisoma. Pendo, mwanamke mrembo mzuri na mpole sana, una heshima na umebarikiwa wazazi wenye utu na upendo ndani ya nafsi zao. Kikweli wewe ni mtoto uliyebarikiwa kutoka kwenye familia iliyobarikiwa. Pendo, na kuomba unipe nafasi nikuonesha upendo wangu nilionao juu yako. Kikweli tangu ule muda nilipokuwa pale ofisini kwa Pascal, moyo wangu ulivutiwa sana na wewe Pendo, na kupenda na niko tayari kuthibitisha juu ya hilo upande kama wewe ukinipatia nafasi. Ilikuwa message hiyo kutoka kwa Mika. Kashanitongoza eti. Alafu mimi nilizania kuenda atabakia kuwa rafiki yangu tu. Sasa itakuwaje? Kusema ukweli, hata kutokana na uhandsome wake alionao Mika, lakini sikuvutiwa naye. Yani moyo wangu ulikuwa haustuki kabisa pale ninapokuwa karibu naye. For the first time moyo wangu unashtuka like white. Ni siku niliyomuona boss wangu yule wa kufoka boss Pascal. Huyo ndo mwanaume aliyenifanya kwa mara ya kwanza nibabaike ndani ya moyo wangu. Nilimjibu nini Mika? Sasa mbona kimya Pendo? Alinitumia message nyingine baada ya kuchelewa kujibu ile ya kwanza. Mika, sidhani kama huu ni muda sahihi na mimi kujiingiza kwenye mahusiano. Kuna vitu kwanza nahitaji kuviweka sawa kabla ya kuanza kufocus kwenye relationship. Yani ni hivi, bado sijawa tayari kumpenda mtoto wa mtu kiasi cha kumkabidhi moyo wangu. But why Pendo, ni hivyo tu Mika. But if you need me to be your best friend,
I will do, but for now I am not ready to fall in love. I am sorry Mika, but unatakiwa kuyaheshimu maamuzi yangu. Good night boy. Baada ya mimi kumwambia hivyo Mika, nilimtakia na usiku mwema. Hivyo ilimaanisha ya kwamba sihitaji tena kuendelea kulizungumzia swala lile. Alinitumia emoji za kulia. Siku play, nilizitazama, nilizima simu yangu, nikasali. Baada hapo nikalala. Kesho yake mapema mama yangu alikuja kuniamsha. Good morning sweetheart, just wake up. Usijechelewa kazini, si unamjua bosi wako, utaanza kufokewa. Good morning mom, asante kwa kunijali mamangu. Basi wacha nikasmile daddy, then nitakuja kujiandaa. Sawa kipenzi changu, acha mimi nibakie chumbani kwako nikusaidie kutandika na kuandalia nguo za kuvaa kwenda kazini. Wow, thanks I lot mom, I love you. Niliamka nikaelekea chumbani kwa kina mama. Nilisimama nje ya mlango wa chumba chao, niligonga. Dada alitoka, nilimsalimia, akanijulia hali. Baada ya hapo nilirudi chumbani kwangu, nikaenda washing room kwa ajili ya kujiandaa kuelekea ofisini. Baada ya kumaliza kuoga, my mom alikuwa tayari kashaniandalia nguo za kuvaa. Nilivaa, nikamaliza, nikajipodoa, nikapendeza. Nilielekea sitting room, nilimkuta dad and mom pamoja na dada yetu wa kazi ambaye ni Neema. Wao, umependeza sana kipenzi chetu, walinisifia wazazi wangu. Da Pendo, umependeza, aliniambia Neema. Asanteni. Niungana nao tukapata kiamsha kinywa. Baada ya hapo tulisali kabla ya kila mtu kuondoka kuelekea ofisini kwake. Nadhani itakuwa vyema kama tukikupeleka ofisini then ndo na sisi tuelekee ofisini kwetu, aliniambia dad, kwa sababu baba yangu ana gari yeye huwa anampeleka mama yangu kazini kwake. Baada ya hapo na yeye anaelekea ofisini kwake. Tuna gari moja tu, na niliona itampa dadi mzunguko mrefu, yani anipeleke mimi kazini bado ampeleke mama kazini, so atachelewa na yeye kazini kwake. Hapana dada, mimi nitaishia usafiri tu wa kunipeleka mama. Nilimwambia hivyo dad, huku nikiwa naitoa simu yangu kwenye mkoba ili niitishe usafiri wa kuniwaisha ofisini. Nikiwa bado naendelea kutafuta jina la dereva taxi ambaye huwa napendelea sana kutumia usafiri wake pale ninapokuwa nahitaji kutoka. Simu yangu iliita, alikuwa ananipigia ni Mika. Nilipokea. Hello Mika, good morning. Hello to you. Niko hapa nje, kama autojali naomba nikupeleke ofisini Pendo, aliniambia Mika. Nilimwambia asante Mika, nashukuru, hata ndo nilikuwa nataka kuitisha usafiri. Basi wacha nitoke ili uweze kunipatia lifti. Nilimwaga dad na mom. Nikiwa nimetoka nilimkuta Mika yuko ndani ya gari. Nilifungua mlango wa gari nikapanda. Nilimpa mkono uliombatana na salamu hai tu, alijibu, lakini alikuwa haoneshi kuchangamka. Mika aliondoa gari kuelekea ofisini. Mika, uko sawa kweli? Ndiyo Pendo, niko sawa, lakini sio kivile. Why, unaumwa? Jana sijalala kabisa Pendo.
hapa nilipo nina mawazo mengi sana juu yako. Hivi ni kweli ulikataa kwa kudhamiria au unahitaji muda wa kunichunguza tu? Mika, nina imani utakuwa sawa kama endapo utaamua kukubali ukweli niliokuambia. Mimi kwa sasa hivi siko tayari kuwa kwenye mahusiano, yaani sitaki nije nionekane msumbufu kwako. Niko tayari kukusubiria hadi pale utakapokuwa tayari. Na kupenda Pendo, tafadhali na kuomba usinifikirie mama. Nilinyamaza. Mtoto wa kiume alikuwa anaongea hadi machozi yanatoka. Alinifikisha ofisini pale, nikapeleka vile nimeshuka tu kwenye gari. Boss Pascal naye ndo akawa anaingia. Alifika pale akapaki gari lake akatelemka. Yani sijui ni kwa nini kila nilipomuona Pascal moyo wangu ulikuwa unababaika sana jamani. Vile alivyo the way anatembea akiwa ameweka mikono mifukoni, the way they look, the way they talk. Ya asante sana Mika. Nilimshukuru Mika kwa lifti, then nilianza tembea kuelekea pale alipokuwepo Pascal. Nilifika nikamsalimia, then nilimpokea briefcase yake pamoja na ile bahasha aliyokuwa kaishikilia. Nilitangulia ndani ofisini kwao, wao nikawaacha pale nje wakiwa wanasalimiana. Nilienda ofisini kwa Pascal nikaviweka vitu vyake vizuri. Baada ya hapo nilienda fungua ofisini kwangu, nikaweka mkoba wangu, nikaongeza kompyuta yangu kwa ajili ya kuendelea na kazi. Pascal alipita akaelekea ofisini kwake. Tulifanya kazi hadi saa 4. Kuna offer, kuna order, huwa inawekwa nafanya kazi wote pale ofisini kuletewa breakfast pamoja na lunch. Sawa, siku hiyo huyo mama ambaye ndo huwa analeta chakula pale ofisini alikuwa amesafiri. Hivyo wafanyakazi walitoka kwenda kutafuta breakfast nje ya ofisi. Nilibakia mimi na Pascal wawili tu. Baada ya muda Pascal alipiga jicho ofisini kwangu akaniona. Kwa hiyo wewe hauli breakfast au Mika anakuletea Mika ananiletea? Kumbe anaumia vile. Akiniona niko na karibu na Mika, nilinyamaza, sikumjibu kitu. Alienda zake, mimi niliendelea kufanya kazi. Wafanyakazi walianza kurejea ofisini. Mwisho kuingia alikuwa Pascal. Alipita hadi ofisini kwake akanipigia simu, njoo ofisini kwangu. Sawa boss. Nilinyanyuka nikaelekea ofisini kwake. Chukua hiyo na usizoee kukaa njaa kwa muda mrefu, utaumwa madonda ya tumbo. Ilikuwa ni maziwa pamoja na keki. Wao kaninunulia breakfast, lakini mbona ananipatia kibishi sasa? Asante boss. Nilimshukuru, wala hata hakuwa na time na mimi. Nilichukulia maziwa yangu na zile keki nikatoka kuelekea ofisini kwangu. Nilikula, ni tamu hatari. Siku hiyo nilishinda siku nzima huku nikiwa na tabasamu. Ni tabasamu kumbe. Niliendelea na kazi mchana. Mika alinitumia message, vipi Pendo, umeshakula? No, bado boy. No, nataka kutoka nikatafute lunch. Naomba nikuagizie wakuletee hapo ofisini. No. Sasa moyo wa Mika unaonekana kudondoka
sehemu ambayo hata hakuna dalili za kufikiriwa. Sijui hata itakuwa kuwaje. Tafadhali kipenzi, naomba unikubalie nikuagizie chakula na kuomba mama. But Mika, kama unafanya kiurafiki ni sawa, kivyovyote vile Pendo, ila mimi raha yangu ni kukuona ukiwa na furaha tu muda wote. Mika bwana, kwa hiyo unaniagizia nini? Unapenda kula nini mchana huu kipenzi changu? Niagizie tu chochote kitanifaa. Basi sawa, nafanya muda sio mrefu na mamangu. Mika alikata simu na mimi nilibakia naendelea na mishe zangu. Mchana kililetwa chakula changu, aliniagizia Mika. Nilipokea pale reception, nikaletewa ofisini kwangu. Nilifungua masotojo ninayowapenda. Nilimtumia message Mika, nikamwambia thanks you my boyfriend. Ni rafiki yangu wa kiume, sio mpenzi wangu bwana. Baada ya chakula nilinyoosha miguu, nikaweka pozi chakula kishuke vizuri. Saa ngapi sijasikia tena usingizi mzito, yani bwana, nilishashiba masotojo mie huwa na lazima nisinzie. Kumbe baada mimi kusinzia, Pascal aliingia, alinipigia nyie mtoto was alinipiga simu takriban mara 60, sipokei. Akaamua kuja ofisini kwangu, alinikuta nimelala. Ni kawaida mtu msomi na mwenye akili timamu hutakiwi kumkulupua mtu aliyeko usingizini. Pascal baada ya kufika pale akanikuta nimesinzia, hakuniamsha, ila alichokifanya alichukua kalamu na karatasi akaniandikia ujumbe, akuacha pale mezani kwangu, nitakupitia likizo ukirudi, nitakupatia likizo urudi kwenu ukaendelee kulala kwanza. Hapa sio mahala pa kulala, pa kuja kusinzia baada ya kuamka. Huo ujumbe niliokutana nao mezani kwangu, nilistuka simu faster, nikakuta missed call 35 kwenye ile simu ya ofisini, na kwenye simu yangu ya kawaida missed call 16 white. Kwa hiyo kanipigia hadi kwenye simu yangu ya kawaida. Mungu wangu, leo sijui atanipatia adhabu gani huyu, lakini namba yangu katoa wapi? Itakuwa amechukua kwenye barua yangu ya kuomba kazi niliyomtumaga ofisini. Wacha niende nikajisalimishe. Nilinyanyuka nikajinyoosha vizuri, pumzi ndefu. Nilikuwa naogopa sana na vile bosi Pascal alivyo mkali. Nilienda hadi ofisini kwake, nikabisha, nikaingia hadi pale ndani. Karibu yake mapigo yangu yalikuwa yananienda kasi sana. Samahani bosi, samahani. Ya nini? Nimekutaka, umenipigia, nikuwa nimetoka ofisini kwangu naenda kuendelea kulala. I am sorry boss. Kaendelee kulala au nikupatie na likizo kabisa? Hapana boss, naomba unisamee, haitojirudia tena. Alinikata jicho, then aliendelea na kazi zake. Nilibakia nimesimama pale kama sanamu. Nilikuwa nasubiria aniambie kama kuna lolote nililofanya yeye kunipigia simu. We binti, kaendelee na kazi yako. Unalala ofisini, una mimba? Hapana bosi,
nilitaka kukuagiza sehemu, tayari nishamtuma mtu mwingine, ondoka. Niliondoka ofisini kwake huku nikiwa nimeuvuta mdomo la mtu, hata sijui kubembeleza. Nilifika ofisini kwangu nikamalizia vijikazi kidogo. Baada ya hapo nilienda pale reception, walikuwa wameweka mpira siku hiyo, ilikuwa inacheza Simba na Yanga. Baadhi ya wafanyakazi walikuwa wamekusanyika pale na mimi nikaenda kuungana nao ili usingizi usiendelee kuninyemelea. Nikajalimwa na barua ya kuachishwa kazi bure. Tukiwa bado tunaendelea kuangalia mpira, dakika ya 17 ilikuwa Simba walifanikiwa kupata goli la kwanza. Nilijikuta nashabikia kwa sauti ya juu, sio mimi peke yake niliyoshabikia, na wana Simba wengine walikuwa pale wakishabikia, lakini mimi nilijikuta nimeshabikia kiundani zaidi hadi nikasimama kujitikisa kidogo, kuja kugeuka nyuma, mzee baba kumbe yupo na anakata jicho kinyama. Yani nilirudi kwenye kiti nikakaa kimya. Wazo la kuangalia mpira lilipotea, nilibakia wazo la kumuwaza Mr. Pascal pale alipokuwa amekaa. Alikaa na kamdada fulani hivi, ni katumishi pale ofisini, kembamba hakana hata nyama. Nilijikuta naishiwa wivu, nilishindwa kuendelea kukaa pale. Nilisimama nikaingia ofisini kwangu. Ilikuwa ni jioni tayari, mida ya kuondoka ofisini. Nilijikuta nilichukua kamkoba kangu na nikamuita dereva taxi. Jimmy ni best yangu sana, nilimwambia aje kunichukua pale ofisini. Sawa miss, nakuja. Chap chap. Japo nilikuwa na cheki mechi hapo, lakini wacha nije kuchukua mlembo, aliniambia Jimmy. Nilichukua mkoba nikawa naondoka pale ofisini. Mr. Pascal alivyoniona alinyanyuka kuelekea ofisini kwake. Simu yangu iliita, kuangalia anaipiga ni Mr. Pascal. Hapo nimeshafika nje ya ofisi kabisa, nimefika barabarani. Hapo ni muiti Jimmy. Nilipokea, hello boss. Pendo, Melissa. Naam boss, unaelekea wapi? Naenda nyumbani. Tayari amesha kufuata mtu wako? Ati mtu wangu? Nilijiuliza kichwani tu, sikumjibu tu. Nilinyamaza. Rudi ofisini mara moja, kuna maelekezo nikupatie. Nilirudi ofisini kwake. Mr. Pascal aliniambia kesho jioni tutasafiri kwenda Mbeya, kuna kikao huko tunatakiwa tuhudhurie. Sawa boss? Sawa boss, nimekuelewa, nilimjibu. Kisha nikawa natoka rudi hapo. Nirudi, shika hiyo. Alinipatia barua ya mwaliko wa kikao, inayoelezea na kuonyesha ratiba ya kikao kitakachokuwa muda na siku ngapi. Sawa bosi, nimeelewa, nilimwambia hivyo. Kisha nikatoka. Nilimkuta Jimmy tayari kashafika pale. Nilimsalimia naye tukaondoka kuelekea nyumbani. Basi moyo ukawa unaniuma, nikiwa najisikia hadi kulia. Eti kisa nini? Kisa ni vile nimemuona boss Pascal kaka na karibu na Liz. Ujinga huu. Nilifika new home nikagonga. Baada ya hapo nikanywa juisi huku nikiwa na peluzi mtandaoni. Niliingia kwenye akaunti ya Mr. Pascal ya Instagram, nikaanza
kuzicheki picha zake, yani nilikuwa nateseka mai wenu. Sijui kwa nini ndo napenda huko, yani muda wote nilikuwa natamani tu nimuone Pascal machoni kwangu. Niliziangalia picha zake nikafanikiwa kugundua kuwa yule mzee ambaye ndo alinifanyia interview na kunipatia ajira pale ofisini ni baba yake Pascal, ni mzungu. Yule mzee niliona picha aliyokuwa kaiposti Pascal akiwa naye, then zile caption zilithibitisha kabisa ya kwamba ni baba yake. Moyo wangu ulizidi kuteseka juu ya huu mtu, japo nilikuwa sielewi kwa nini, yani sijisikii vizuri nikimsogelea mwanamke wake. Moyo wangu ulizidi kuendelea kufall love kwa Mr. Pascal ambaye hata hakuwa na muda, yani muda ulizidi kwenda. Nilitamani hata nitumie message ya kunitakia usiku mwema. Ilifika mpaka saa 3 za usiku, hata kiujumbe cha kunikumbusha kuwa kesho tunasafiri hakuna. Acha nimteksti mimi vile nataka kuandika message. Hapo juu nikaona message from my boo nye. Nilifungua chap. Natumaini utabeba na sweta za kukukinga na baridi. Kama unavyojua Mbeya ni mkoa unaosifika kwa baridi kama hapa chini. Ndio, kumbe anajali Asante kwa kujali bosi. Nilimjibu hivyo, sio kujali, nimekukumbusha tu. Natumaini utazingatia na muda pia. Ndege itakaondoka Dar saa 10. Tukutane airport hiyo kesho saa 9:45. Jamani, nilishushuliwa kihelehele komo. Niliona aibu mai wenu vile nilivyomwambia asante kwa kujali. Yeye akaniambia sio kujali, nimekukumbusha. Niliachana nalo nisije nifokea kwenye simu. Nililala kesho mapema, ilikuwa ni weekend, hatuendi kazini. Nilijiandaa nikaelekea kanisani asubuhi mchana. Nilivyotoka kanisani nilikula haraka then nilienda ongea na wazazi wangu juu ya safari yangu. Baba yangu alinipeleka airport, huku nilimkuta tayari Mr. Pascal kashafika. Niliungana na dad akaondoka. Mr. Pascal alinipokea begi langu la nguo, akaniongoza kuelekea pale ilipokuwepo ndege. Ilikuwa inatarajia kupaa kuelekea huko Mbeya mida ya saa 10 kamili. Safari ilianza kuelekea Mbeya. Tulikaa siti za karibu mimi na Mr. Pascal, kiasi kwamba hadi nilianza kumchabo kwenye simu yake. Sema wivu. Safari iliendelea. Tulifika Mbeya. Kwenye begi langu nakumbushwa koti, lakini sikukumbuka kubeba sweta. Alafu na vile joto jingi. Mimi huwa sio mtu wa kumiliki masweta, labda ule mkoti wa Mika cause bado nilikuwa sijapata muda wa kufua. Nilitarajia kufua weekend, na weekend yenyewe no hii. Wacha baridi likukanyage wewe, chukua sweta uvae, aliniambia Mr. Pascal huku tukiwa tunatokea airport kuelekea lodge. Bosi, nilisahau kuchukua sweta. Alinikata jicho hilo.